Nakuleteni salamu za Mheshimiwa Waziri wa Maji, Mheshimiwa Juma Hamid Aweso. Kwa kweli nimewasiliana naye leo asubuhi, akaniambia nikusalimu na akaniambia kwamba kama utakuwa na jambo mahususi basi usisite kuliwakilisha na sisi tutafikishia kwa ajili ya utekelezaji. Kwa Wizara ya Maji tutaendelea kutoa ushirikiano thabiti kabisa kuhakikisha kwamba tunafanya majukumu yenu kuwa marahisi zaidi katika mkoa wenu wa Ruvuma. Lakini jambo la pili lingine ni kwamba sasa tunaanza mbio zingine. Tumekuwa na utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kutoka mwaka 2020 kwenda 2025 ambapo tulikuwa na malengo kama serikali kupitia sekta ya maji ya kuhakikisha kwamba tunafikisha huduma ya maji safi na salama kwa upande wa mijini 95% na upande wa vijijini 85%. Sasa safari nyingine inaanza ya 2025 kuelekea 2030. Sasa tunakuja na utaratibu tofauti kidogo. Sisi tunatamani wananchi ndio waseme tumefikia sehemu. Sisi tumekubaliana takwimu ambazo tunasomeana sisi, kwa sababu tunaotekeleza ni sisi na tunatamka hizo takwimu sisi. Sasa tunataka uhalisia wa takwimu hizi reflect kutoka kwa wananchi watumiaji wa huduma ya maji. Kwa hiyo maelekezo ya Mheshimiwa Waziri kwa sasa tutawaelekeza wataalamu wetu wa mkoa wa Ruvuma kupitia takwimu zote walizonazo ili sasa tuanze kujiridhisha hizi takwimu zina reflect uhalisia wa wananchi wetu wanapopokea huduma ya maji. Sasa wao wataongea na sisi tutadocument hizo taarifa zao na kujiridhisha sasa kwamba hizi sio takwimu za kwenye makaratasi. Hizi ni takwimu zinazo reflect uhalisia wa huduma ya maji kwa wananchi wetu. Hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Sasa mpango tunapokuwa na taarifa zetu sasa, upatikanaji wa maji sehemu fulani umefikia 92%, wananchi wanasemaje? Hicho ndio kitu ambacho tunakihitaji kwa sasa. Lakini kingine, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni kwamba mtatuwia radhi, tunayo mengi ambayo yameanza kufanyika. Sasa maelekezo ya wizara ni kwamba hatutamani kutangaza miradi mipya wakati tuna miradi mingi inayoendelea haijakamilika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ukiwa kama mfanyabiashara, inawezekana unajenga nyumba za kupangisha. Sasa wewe unajenga nyumba zinafika mpaka 20, zote zimeishia kwenye dirisha lenta, hakuna hata moja ulioanza kuingiza kodi yoyote. Kwa hiyo ingekuwa vyema zaidi ukajenga 5 zikakamilika, mpangaji akaingia ukaanza kupata nanili. Kwa hiyo tulichokubaliana kama wizara ni kuhakikisha miradi ambayo iko katika hatua mbalimbali za utekelezaji inakamilishwa yote. Ikishakamilika ndipo ambapo tunaenda kutengeneza miradi mingine. Hatari yake ambayo tulikuwa tunaiona ni nini, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa? Hatari yake ni kwamba wakandarasi wetu tunawatengeneza kuwa na madeni kwenye benki. Wakiwa na madeni, matokeo yake tunajikuta kwamba pesa ndogo tunaisambaza, ambapo haoni sasa kwamba ana uwezo wa kukamilisha ule mradi. Matokeo yake mali zake zinakuwa confiscated na benki, wakati kumbe ile pesa tungempatia kamaliza kazi. Baada ya hapo tukaingia mradi mwingine, hata confidence ya kandarasi inazidi kuwa kubwa. Sasa tukirundika miradi mingi, alafu mwisho wa siku hatuna uwezo wa kuwalipa watu kwa pamoja, tunawasababishia matatizo, na matokeo yake hata taswira ya wakandarasi kwa sekta ya maji wanaanza kuogopa
kwamba watakuwa wanaona kama miradi hii pesa haifanyaje, hailipi. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia namna ya kwenda tukiwa na tija zaidi, lakini kikubwa zaidi ni kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tuna mambo ambayo sasa tunatakiwa kuyatazama kwa makini sana. Changamoto ya kwanza kwenye sekta ya maji ni vyanzo vya maji. Vyanzo vya maji tunavyovipata, matokeo yake tukaruhusu shughuli zingine ambazo zinaweza kufanyika kama kilimo na mambo mengine, matokeo yake kile chanzo kinaharibika. Na ukishaharibu chanzo cha maji, matokeo yake kwamba hata hiyo miundombinu yako ya maji haitokuwa na maana yoyote, kwa sababu kuna lile zao linalotakiwa kupita katika ile miundombinu. Lakini pia tuna changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Mabadiliko haya pia yanaenda kuaffect hata uwepo wa mvua, ambapo ndio chanzo kingine cha maji katika maeneo yetu, kwa mfano mito na kadhalika. Kwa hiyo hii nayo inakuwa sasa, tunaendelea kuchukua hatua za dharura, lakini pia tuna mpango wa muda mrefu kwa kutumia vyanzo vyetu vya maji vya uhakika, kwa mfano maziwa kama Tanganyika, ziwa Victoria, lakini na mito mikubwa, mto Mvuma na kadhalika, ili sasa tuwe na vyanzo ambavyo hatutotegemea vile vyanzo vidogo vidogo ambavyo vinaweza kuathirika kwa haraka zaidi. Ukiangalia vyanzo vya maji katika utekelezaji wa miradi ya maji ni maji chini ya ardhi, lakini maji juu ya ardhi, na maji ambayo yanatokana na mvua, ambapo sasa tunatengeneza kama catchment, ambapo tunatengeneza mabwawa, tunahakikisha kwamba tunaweka katika mazingira ya matumizi. Lakini chanzo cha uhakika ni maji ya maziwa. Chini ya ardhi tumedhibitisha kwamba baada ya kufanya miradi ya visima virefu, tumegundua baada ya muda fulani visima virefu vinakauka, lakini unakuta serikali imeweka uwekezaji mkubwa, lakini bado maji yanaisha katika eneo husika. Kwa maana yake miradi mingi inabaki kwa kama white elephant, kwamba haiwezi kuperform. Sasa nini suluhisho? Suluhisho tumeendelea sasa. Mheshimiwa Rais kwenye hotuba yake, nafikiri ulimsikia, alisema sasa tunaenda kwenye gridi ya taifa ya maji ya kutumia maziwa, ili kuhakikisha kwamba tunasogeza katika maeneo ambayo yana ukame au water table ina tatizo, kama ambavyo tumefanya upande wa Tabora, ambapo water table yake ni shida. Mradi wa bilioni 680 umesogeza maji pale. Lakini hata ukanda wa nyanda za juu kusini, upande wa kusini, napo tuna vyanzo vya uhakika ambavyo tunaamini kwamba fedha ikishapatikana tunaenda kukamilisha miradi hii. Lakini kikubwa zaidi ni ushirikiano kule kwenye vyanzo vya maji. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Waziri wa Maji ameomba kupitia wewe na kamati yako ya ulinzi na usalama, tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba vyanzo vyetu vya maji vinalindwa. Ndugu mbunge, kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Ruvuma, nikitoa fursa hii kukukaribisha wewe na ujumbe ulioambatana nao mkoani kwetu. Lakini baada ya makaribisho, pia nikupongeze kwa vile ni mara yako ya kwanza kufika ndani ya mkoa huu tangu umechaguliwa kuwa naibu waziri, kwa nafasi na heshima hiyo ambayo Mheshimiwa Rais amepatia ya kurudi kuiongoza tena Wizara ya Maji. Mheshimiwa Naibu Waziri, mkoa wa Ruvuma uko salama na tunaendelea na shughuli za kawaida za kijamii pamoja na za kimaendeleo, na sasa tuko kwenye msimu wa kilimo wa mwaka 25-26. Maandalizi yanaendelea vizuri. Lakini kwenye sekta ya maji, Mheshimiwa Naibu Waziri, hali ya upatikanaji wa maji ni nzuri. Vijijini mpaka sasa tuna asilimia 77.9 katika vijiji 350, lakini tukiwa na vijiji 484 ambavyo vinahudumiwa RUWASA. Ongezeko hili ni kutoka mwaka 2019 ambapo usambazaji wa maji ulikuwa ni asilimia 50 tu. Kwa hiyo hii asilimia 77 ni hatua kubwa tulioipiga ndani ya mkoa wetu. Ili kwa upande wa mijini tuko kwenye asilimia 76 ni kwa miji yote ya mkoa huu, na kwa hapa Songea tuko katika asilimia 96 ya usambazaji wa maji.
Tunaendelea kuishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono makubwa ya wizara yenu katika sekta hii na haswa katika uboreshaji wa maji uliokuwa ukifanyika kutokana na ile programu ya miji 28, na imani Songea itapiga hatua kubwa ya utoshelevu wa maji kutokana na programu hii kuwa inaendelea hadi sasa. Kama nilivyosema, chukua fursa hii kupongeza na kuipongeza Wizara ya Maji kwa hatua za maboresho zilizofanyika, na ambapo juzi pia nilipokea wataalamu kutoka wizarani wakinifahamisha mpango wa wizara wa kuiongezea mamlaka ya maji kwa maana ya hapa Songea eneo la kutoa huduma, ukiambiwa mji wa Namtumbo lakini na mji wa Madaba utaingizwa kwenye eneo la uwajibikaji wa SUWASA.